Karibu sana katika taarifa hii kubwa ambayo imetikisa huko nchini Ukraine kuhusu Urusi kufanya mashambulizi kwenye kambi za kijeshi nchini Ukraine na kusababisha wanajeshi kadhaa ama wanajeshi wengi kupoteza maisha tangu kuanza kwa mzozo huo. Na hivi karibuni Urusi imefanya shambulizi kwenye moja ya kambi ya kijeshi huko nchini Ukraine. Sasa muda huu utasikia taarifa ya baadhi ya wanajeshi ambao pia wamezungumza chanzo na nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo na ripoti hizi za Urusi kushambulia kambi za kijeshi, mapungufu yapi na nini kifanyike. Basi utasikia hapa kwenye uchambuzi wa taarifa hii, ambako utasikia wanajeshi waliozungumza na shirika la habari kutokea huko Ukraine maarufu kama Kyiv Independent. Wamezungumza mengi zaidi kuhusu pia kinachowasibu na kwa nini hasa mashambulizi haya kati kwenye kambi za kijeshi. Ni wapi nchi na feli na ichukue hatua gani? Basi utasikia kauli zao kwenye taarifa hii. Cha msingi na kusihi ya kwamba kama basi unahitaji kufahamu mengi zaidi kuhusu ambacho kinajili huko nchini Ukraine na walichokizungumza na kufahamu pia mwenendo mzima wa vita hii, basi nifuatilie mwanzo hadi mwisho. Utasikia kwa undani kabisa katika mahojiano haya na taarifa hii na uchambuzi wa taarifa hii kuhusu Urusi kuendeleza mashambulizi kwenye vituo vya kijeshi huko nchini Ukraine. Kwanza nitakupatia mrejesho wa taarifa chache ambazo zimeripotiwa za mashambulizi ya Urusi kwenye kambi za kijeshi, na baada tu ya hapo utasikia sasa kile ambacho wamezungumza baadhi ya wanajeshi na baadhi ya viongozi kutokea huko Ukraine. Kwanza naanza kupatia taarifa ya mashambulizi machache ambayo yamefanyika kama rejea ya kile ambacho pia kimefanyika ama kimetikisa zaidi na kusababisha uwepo wa taarifa hii. Shambulio la makombora la Urusi wiki hii kwenye uwanja wa mazoezi wa Ukraine, ambalo ni la hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa mashambulio mabaya katika vituo vya mafunzo kote nchini Ukraine, limeongeza uchunguzi na kuzua ukosoaji wa uwezo wa kamandi ya jeshi la Ukraine kuwalinda wanajeshi wake. Vituo vya mafunzo haswa vilivyo karibu na mstari wa mbele wa kivita au mpaka, mara nyingi pia hukosa ulinzi mzuri wa anga na kushindwa kuwalinda waajiri kutokana na mgomo wa Urusi unaorudiwa katika kambi za kijeshi za Ukraine. Wakati jeshi la Ukraine pia linadai ya kwamba linatathmini upya itifaki zake za usalama baada ya kila shambulio, makamanda na wakufunzi wa zamani wanaozungumza na shirika la habari la Kyiv Independent wamehoji utamaduni wa mtindo wa Kisovieti uliokita katika uongozi umezuia uwezo wake wa kuwajibika kwa yale ambayo yangeweza kuepukika, ambapo shambulio la kombora la Urusi lililoshambulia uwanja wa mazoezi ambao haukujulikana asubuhi ya Oktoba 16 na kusababisha vifo vya wanajeshi kadhaa, ambako vikosi vya ardhini vya Ukraine vilisema na mamlaka ikufichua kabisa idadi ya majeruhi, lakini walitoa rambirambi ama salamu za rambirambi kwa familia za wahasiriwa waliouawa katika shambulizi hilo. Na imekuwa pia hivyo kwamba mara nyingi sana Ukraine imekuwa itoe taarifa ya maafa ya wanajeshi wake, hasa kutokana na mashambulizi ya Urusi kwenye kambi za kijeshi za nchi hiyo. Mgomo huo wa mwezi huu wa 10 2025 unafuatia shambulio lingine la Urusi ambalo ilishambulia uwanja wa mazoezi kaskazini mwa jimbo la Chernihiv katika mwezi wa 9 mwaka huu pia na kusababisha hasara kubwa kwa nchi hiyo. Mwezi wa 7 mwaka huu pia shambulio la kombora la Urusi ambalo lilishambulia uwanja wa mazoezi katikati mwa jiji la Kropyvnytsk liliua takribani watu 12 wa kujitolea wa kigeni wanaopigania huko Ukraine. Shirika la The New York Times liliweza kuripoti likinukuu wanajeshi walioshuhudia shambulizi hilo. Shambulio baya zaidi tangu kuanza kwa uvamizi huo wa kiwango kikubwa lilitokea Machi 2022 wakati kombora la Urusi lilishambulia moja ya vituo vikuu vya mafunzo vya Ukraine vilivyoko magharibi mwa Lviv na kuwaua zaidi ya askari 60. Vituo vya mafunzo na vifaa vya kijeshi ambavyo vinapaswa kulindwa na vikosi vya ulinzi wa anga. Luteni Kanali Bohdani Krotevich, mkuu wa zamani wa wafanyakazi wa brigade ya Azov ya Ukraine, amesema. Aliongeza kuwa hivi ndivyo mfumo unapaswa kufanya kazi, lakini hakuna mfumo hata kidogo katika vikosi vya wanajeshi vya Ukraine kwa sasa. Hiyo ni kama sababu ambayo ameitaja ya inayosababisha mashambulizi hayo na kusababisha madhara makubwa kwa kambi za kijeshi. Krotevich ambaye amekuwa mmoja wa wakosoaji mkubwa wa amri ya jeshi
ameshutumu usimamizi mbaya na uzembe kwa nchi hiyo. Krotevich amependekeza kumhoji kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi, yani kamanda majeshi, ambaye anaamini anawajibika moja kwa moja kwa kujenga mfumo na kudhibiti uwepo na ufanisi wake kwa kambi za kijeshi nchini humo. Wafanyakazi wakuu wamesema katika taarifa kupitia shirika la habari la Kyiv Independent ya kwamba usalama na afya ya wafanyakazi, haswa wanapokuwa chini ya tisho la mara kwa mara la mashambulizi ya Urusi, ni mazingira ya kipaumbele ya uongozi wake. Amesisitiza kuwa inachunguza na kuchambua kwa kina mahusiano ya sababu na athari ya mashambulio ya makombora katika maeneo ya mafunzo. Mahitaji yake bila masharti ni kuhakikisha na kuboresha usalama wa wanajeshi. Kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi pia aliwahi kusema hivyo mwezi Julai kwenye jukwaa la kijamii la Facebook. Naye Ruslan Gobenko ambaye ni mbunge kutoka chama tawala cha Servant of the People, ambaye husafiri mara kwa mara hadi mashariki yenye vita na kudumisha mawasiliano na wanajeshi, anaamini ya kwamba mafunzo yote yanapaswa kufanywa angalau kilomita 300 kutoka mstari wa mbele, ikijumuisha kozi za kufufua kwa vitengo vilivyotumwa. Amesema Ukraine bado inatumia vituo vya mafunzo karibu na mpaka wa Urusi, na ndio maana hushambuliwa zaidi au si mbali na mbele, licha ya hatari, kwa sababu si kila kitengo cha kijeshi kina msingi wa kudumu nyuma. Wengine wanatoa wito wa kujenga vituo vilivyoimarishwa. Kwa maoni yake, amesema mpango wa kimkakati unahitajika kujenga miundombinu ya chini ya ardhi. Kirill Bakal, naibu kamanda ambaye anasimamia mafunzo katika kikosi cha 3 cha jeshi hapo awali, kikosi cha 3 cha mashambulizi, amesema na kuongeza kuwa kwa ujumla wanahitaji kubadili mtazamo wao wa maandalizi. Jeshi la Ukraine kwa kiasi kikubwa linategemea misingi ya mafunzo ya miongo kadhaa kutoka Umoja wa Kisovieti, lakini kujenga mpya kutahitaji muda na rasilimali nyingi za kifedha. Oleksandr, mkufunzi wa zamani wa kituo cha mafunzo, ambaye aliuliza jina lake, ambaye alisema jina lake kamili lisitajwe kwa sababu ya wasiwasi juu ya athari za kuzungumza ambazo zinaweza kuathiri jukumu lake la sasa katika jeshi. Yeye amekiri kwamba vikosi vya ardhi vya Ukraine vimechukua hatua za tahadhari kwa kuficha maeneo ya mafunzo na kughairi mikusanyiko ya wanajeshi kama ile ya sherehe za tuzo. Kwa maoni yake, huku ndege zisizo na rubani za Urusi zikiruka mara kwa mara, Moscow pia inaweza kuamua kwa urahisi ni wapi wanajeshi wapya wanafunzwa. Hii, anasema, inalazimisha jeshi la Ukraine kuzoea kwa kueneza wanajeshi na kupunguza majeruhi na kwa vituo vya kuficha, ili ndege zisizo na rubani za Urusi zisiweze kutambua kabisa kwa urahisi mahali wanajeshi wa Ukraine wamekusanyika katika kambi zao. Nidhamu iliyorithiwa kutoka enzi ya Sovieti ni msiba mbaya kwa jeshi la Ukraine, inayoathiri uwezo wake wa kuchambua na kujifunza kutoka kwa makosa pamoja na katika vituo vya mafunzo. Oleksandr alisema kuwa katika kituo cha mafunzo karibu na mpaka wa Urusi ambako alifanya kazi hadi Juni, kulikuwa na kombora la Urusi au drone kila wiki. Ingawa kituo chake cha mafunzo kilikuwa na kikosi cha kuzuia ndege zisizo na rubani ambacho kingeweza kuwalinda wanajeshi dhidi ya makombora yanayoingia ya balistiki au ya kusafiri ya Kremlin, hakujawa na majeruhi kati ya waajiri au wakufunzi kufikia mwezi Juni. Kila wiki kuna aina fulani ya mashambulizi ya Oleksandr, alisema pia kombora hupiga chini ya dakika moja, alisema, akisisitiza jinsi makombora ya balistiki yanavyoweza kushambulia uwanja wake wa zamani wa mazoezi kabla ya onyo lolote. Katika kituo cha mafunzo ambapo Oleksandr alifanya kazi na shirika la Kyiv Independent lilitembelea Oktoba 2024, alisema wakufunzi walisitisha mafunzo wakati ndege ambazo na rubani za Urusi zilipokuwa zikiruka walipokuwa wakiwinda walengwa. Oleksandr alisema kuwa hatua zingine za usalama zilichukuliwa kama vile mazoezi ya kupiga mbizi kwenye makazi kwa gia kamili haraka iwezekanavyo na kujenga matuta ili shrapnel isiwe mbaya sana ikiwa itagonga, ambapo waajiri wakati mwingine kulazimika kuketi usiku kucha kwenye malazi wakingoja arafa za uvamizi wa anga kuinuliwa. Bado anasema waajiri wapya wanabakia kuwa hatarini kwa sababu mara nyingi wanakosa uzoefu wa kutofautisha sauti za makombora na drones zinazoingia, kwa hivyo
hawajui kila wakati wa kutafuta makazi. Hili linaweza kuwa suala haswa wakati hakuna tahadhari ya uvamizi wa anga, hasa kwa uwanja wa mafunzo ambao uko karibu na maeneo ya kurushia makombora au drones. Hatimaye, Oleksandr anaamini ya kwamba Ukraine inapaswa bado kutumia vifaa vya mafunzo vya zama ya Sovieti, hata zile zilizo karibu na mpaka au mbele, kwa sababu ni vitendo zaidi kuliko kujenga mpya kabisa. Bila kujali hatua za kuzuia, majeruhi wanaweza kuepukika vitani, wakati Urusi inatafuta mara kwa mara kupunguza wafanyakazi wa Ukraine, kulingana na wataalamu wa kijeshi waliozungumza juu ya taarifa hii. Ingawa kiu ya ulinzi wa anga kwenye viwanja vya mazoezi inaendelea, uhaba mafunzo ya ulinzi wa anga ya magharibi ya Ukraine kama vile Patriot inayoundwa na Marekani na viingiliaji vyake imekuwa ikiathiri miji nchini kote Ukraine, huku Urusi ikiimarisha mashambulizi yake kwa kutuma makombora ya balistiki. Hata miji inayolindwa zaidi kama vile Kiev inakabiliwa na changamoto mashambulizi ya Urusi. Naye Glen Grant, luteni kanali mstaafu wa jeshi la Uingereza, ambaye alishauri wizara ya ulinzi ya Ukraine kutoka 2014 hadi 2018, alisema kuwa kunyooshea vidole kwa matukio kama hayo ni tata zaidi kuliko inavyosikika. Ingawa mengi yanategemea ubora wa makamanda kwenye viwanja vya mafunzo, pia kuna kikomo cha ni kiasi gani maofisa wanaweza kuwatawanya waajiriwa, hasa kwa vile mazoezi mahususi yanahitaji idadi kubwa ya askari na wakufunzi. Ikiwa vikosi vya Urusi vinalenga eneo la mazoezi, karibu kutakuwa na vifo, Grant amesema, akiongeza kuwa ni sawa na kulenga mechi ya soka yenye umati mkubwa. Naye Serhiy Hryabinski, kanali ambaye ni kanali mstaafu wa Ukraine na mchambuzi wa kijeshi, alieleza kuwa ni vigumu mno kutathmini kama kila kitu kilikuwa kinafanywa ili kuhakikisha usalama wa wanajeshi kutokana na vikwazo vya rasilimali kama vile ulinzi wa anga. Vituo vyote viwili vikubwa vya kambi ya jeshi vilivyo mbali na mstari wa mbele, kama vile katika maeneo ya magharibi ya Lviv na Rivne, na viwanja vidogo vya mafunzo ambavyo ni vya brigedi binafsi, ni shabaha za Moscow. Hryabinski pia amesema kuwa vitengo vinavyopigana kwa sasa vinaweza kutatizika kutenga rasilimali kwa uwanja wao wa mazoezi vya nyuma, na hivyo kuwafanya kuwa hatarini zaidi kwa ndege ambazo na rubani za Urusi zinazoruka bila kutambuliwa. Pia naye Krotevich, kamanda wa zamani wa Azovi, amesema kuwa brigedi nyingi zinahitaji uwanja wa mafunzo karibu na mbele ili kuandaa askari wapya wenye mafunzo duni wakati wa kupelekwa kwa njia yoyote. Kulaumu makamanda tu kwa jukumu la kifo na jeraha la wafanyakazi sio sawa, hasa kwani makamanda pia wako kwenye tovuti hizo za mafunzo, Hryabinski amesema. Wakati nidhamu ya watu walioajiriwa inatumika, kwanza kabisa ni juu ya uongozi wa kila kituo cha mafunzo kutekeleza na kudumisha itifaki za usalama zilizowekwa na jeshi, kulingana na Serhiy Kuzani, mwanzilishi mwenza na mwenyekiti wa tanki ya ndani ya kituo cha usalama na ushirikiano cha Ukraine. Swali ni je, uongozi wa kijeshi wa Ukraine unafanya kila wawezalo? Alihoji. Grant pia amesema, akimaanisha hatua kama vile kuchimba mitumbwi ya kutosha, kuwa na mfumo wa onyo kwa wakati unaofaa na kuendesha mazoezi ya kwenda kwenye makazi. Na ni wakati gani wanapaswa kukubali ya kwamba ikiwa wanaweza askari pamoja kufanya mafunzo watakuwa walengwa halali? Alihoji na kusema ukosefu kamili wa fikra makini. Suala la msingi katika vituo vya mafunzo, ikiwa ni pamoja na katika suala la hatua za usalama, ni ukosefu kamili wa fikra muhimu, Grant amesema. Mawazo mapya yanaweza kutekelezwa kama vile kuendesha mazoezi ambayo hayahitaji safu ya upigaji risasi na kubadilisha utaratibu mara kwa mara ili iwe vigumu kwa Urusi kujua wapi pa kulenga shabaha. Ukiongeza tatizo kwa Urusi kwa 50%, unapunguza majeruhi kwa 50%, Grant amesema. Hryabinski amekubali ya kwamba nidhamu iliyorithiwa kutoka enzi ya Sovieti ni bahati mbaya kwa jeshi la Ukraine inayoathiri uwezo wake wa kuchambua na kujifunza kutokana na makosa, ikiwa ni pamoja na katika vituo vya mafunzo. Makamanda wengi pia hawana uzoefu wa kina wa kushughulika na vitisho vya mara kwa mara vya angani, hasa kwa vile kusoma kuhusu hilo katika vitabu vya kiada
hakuaksi ukweli, amesema. Oleksandr na mwalimu mwingine wa zamani Dmytro walilaumu mawazo ya Sovieti kama dosari kuu ya vituo vya mafunzo ambayo wanaamini inazuia uongozi kuchukua jukumu la kibinafsi na kuchambua jinsi ya kuboresha dosari hizo. Bwana Dmytro alifanya kazi katika uwanja wa mazoezi mwaka mzima 2023 kabla ya kusema aligundua kuwa angeweza kuwa na athari kubwa mahali pengine badala ya kuwa sehemu ya mfumo ambao kwa maoni yake hauwatayarishi waajiriwa. Swali pia ni je, uongozi unafanya kitu dhidi ya majeruhi wanaosababishwa na mashambulizi ya Urusi kwenye vituo vya mafunzo? Alihoji, akisema ya kwamba mengi inategemea uongozi wa kila kituo cha mafunzo, uwezo wa kuwajibika. Kwa bahati mbaya bado wako katika Umoja wa Kisovieti katika swala hilo. Ingawa mgomo wa Urusi kwenye vituo vya mafunzo unaweza kuwa mbaya, Dmytro amedai ya kuwa gharama ya maisha imepotea kutokana na mafunzo duni ni kubwa zaidi, kwani Ukraine huharakisha kujaza mapengo ya mbele ama mapengo ya kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya Urusi. Na hicho pia ndicho ambacho Bwana Dmytro amekiweka kama sababu ya kwa nini pia kunakuwa na ongezeko kubwa la mauaji kwa wanajeshi wa Ukraine kuuawa kwenye kambi za mafunzo ya kijeshi nchini humo. Na umesikia pia vingine vingi ambavyo wataalamu wamezungumza kuhusu hiki ambacho pia kimekuwa kikiripotiwa nchini Ukraine ya kwamba Urusi bado inazidisha mashambulizi kwenye kambi za mafunzo ya kijeshi huko Ukraine na kusababisha askari kadhaa kupoteza maisha tangu kuanza kwa mzozo huo. Na huu ndio mwisho wa ripoti hii ama taarifa hii, na kuahidia kwamba pia taarifa zote utazidi kuzipata hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Cha msingi endelea kunifuatilia na kutofuatilia kila siku na kila wakati, na umebonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo, ili pia taarifa zote ambazo tumekuwa tukiziweka hapa basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante mno kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zaidi siku ya leo Oktoba 19, 2025.